uvutaji wa bangi umekithiri. Wanavuta bangi kina nani? Watoto wetu, vijana wetu, baba zetu. Hapo wanasoma watoto wazima wengine wanavuta bangi. Sasa kupitia kwenu mnatushauri nini? Maana ndo mshaliona kama bangi hapa imekuwa kama kijiwe chao. Sisi kwa upande wetu, kwa sababu tunafahamu bangi hapa mpaka inavutwa imekuja, si ndio? Ina maana sio kama inalimwa kama mashamba ya bangi twende nyuma hapo tukayafyeke. Mkitusaidia sana kuzipata hizi taarifa za wasambazaji, waletaji, basi kwa kweli ndio kama tusaidia kwa kiwango kikubwa. Lakini yote na yote, bangi pamoja na dawa nyingine za kulevya, ninaye afisa nimekuja naye hapa. Kwanza tuache muhali juu ya hili, tusiogope, lakini kikubwa zaidi mtupe taarifa. Kama mlivyosema kuna uvutaji wa bangi la kisiri, lakini tunahitaji taarifa za uhalifu. Kwa mfano kama kuna kijiwe, kuna mtu au kuna sehemu nyingine inahifadhiwa, naomba mtuambie, sisi tupo muda wote tutafanyia kazi. Na niwape namba labda ya bure ya kupiga kama mtoka unahofia kutoa taarifa hii kwa kujulikana. Tupigieni namba ya 119 muda wote bure. Nasikitika sana nilipokuwa nasikia, kwa maana kwamba watu wanaogopa kutaja vijiwe na kutaja wahalifu, kwa maana eti wanaogopa. Yaani hilo jambo ni baya, kwa sababu hakuna mtu anayetoka Kenya, anayetoka England akaja kufanya uhalifu hapa, akaweka kijiwe hapa. Yaani hao ni watoto wetu wote tunawajua, na kama tunataka tuondoe tatizo, basi tukubali sote kwa namna moja au nyingine kulivalia njuga. Kulivalia njuga huko maana yake kuondoa huo mhali. Yaani wewe taja muhusika ni fulani, kijiwe fulani, then kama aliyafanyiwa kazi sasa ndio upate kulaumu. Lakini sasa wewe kama unaogopa kutaja kwamba muhusika wa matukio au muhusika na uhalifu, unasema mimi naogopa kutaja. Sasa maana yake huo uhalifu utaendelea kuwa kwetu. Yaani kwa namna moja au nyingine, tukiwa tayari kuondoa tatizo, basi lazima na sisi tulivalie njuga kwa pamoja. Yaani ili swala la ulinzi ni swala letu kwa pamoja. Kwa hiyo naombeni wananchi, tusiwe na muhali katika jambo lolote ambalo unahisi linatukwaza. Tukishirikiana kwa pamoja, basi ndicho tutafanikiwa. Lakini ukisema kwamba taasisi fulani ndio ambayo itafanya kazi peke yake, hatutofanikiwa.